maelekezo yangu ya juzi ni kwamba wananchi waliokuwepo ndani ya mashamba hawapaswi kupigwa mateke. Lazima utaratibu ufanyike, wawe sehemu ya uwekezaji huo ama wafaidike. Sasa ndio jambo la msingi hapa. Tunaanza kutekeleza dira 2050. Kwenye dira hiyo lengo kubwa ni kukuza uchumi wa nchi hii, tuweze kufikia uchumi mkubwa katika miaka 25 ijayo. Na ili kufikia uchumi huo tumetambua sekta 9 za msingi ambazo tusaidia kufika huko ambao tunataka. Sekta ya kwanza ambayo ndio inaitwa sekta mama ni kilimo. Nchi yetu imejaliwa kuwa na hekta za kilimo milioni 44. Lakini tunalima mpaka sasa chini ya 30% ya hekta hizo. Kwa eneo kubwa sana la Tanzania linalofaa kwa kilimo halijalimwa. Na halijalimwa kwa sababu kubwa moja. Kwa muda mrefu kilimo chetu kilikuwa ni kilimo cha kujikimu, kwamba unalima ili upate chakula. Kwa wakulima walikuwa ni wadogo wadogo wakilima kwa lengo la chakula, na tunawashukuru sana kwa sababu ndio ambao wanaelisha Tanzania mpaka leo. Lengo la serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba tuwe na kilimo cha aina mbili. Tuwe na kilimo hicho cha wakulima wetu wadogo, lakini sio kwa lengo la kujikimu tu. Tunataka walime ili watengeneze fedha. Tunaita kilimo cha biashara. Lakini tunazungumzia uzalishaji wa sukari. Lengo la serikali tufike mahala tujitosheleze kwenye mahitaji ya msingi, na tumechagua angalau mazao matatu muhimu sana. Kwanza, tujitosheleze kwa sukari. Nchi yetu hii inahitaji sukari kwa mwaka takriban tani 700,000. Na kwa kweli fika mwezi wa 6 mwaka huu tutakuwa tumejitosheleza mahitaji ya sukari kwa 100%, na tuhitaji na kuagiza sukari kutoka nje. Hilo lilikuwa ni lengo kubwa sana Mheshimiwa Rais ameiweka, na tunashukuru Mungu viwanda vyote na leo vitembelea vingine. Tuna viwanda hapa vilikuwa 6, watakuwa 7, wapo wengine Kigoma huko. Tutakuwa na viwanda zaidi ya 10 ambavyo vinazalisha sukari hapa. Kwa hiyo itafika mahala sukari hapa Tanzania itakuwa imezidi mahitaji. Kwa hiyo niwaombe wananchi, jambo la kwanza, mpokee uwekezaji huu. Pili, muutunze. 3, muulinde. Kwa sababu hatimaye atakayefaidika ni nyie. Sasa wawekezaji hawa wametuletea changamoto yao nyingi. Zipo za serikali, zingine za kwenu, nataka niseme za kwenu. Tuna changamoto za wenzetu wafugaji kuingilia kwenye mashamba ambao wanalima. Kama yule ndugu yangu amelima pale mahindi yake, alilima mtama, siku zote mlikuwa mlimi, amelima, wanaenda wapeleka mifugo na wanaingiza mbele. Sasa hayo mambo ndio yanafanya wawekezaji wakimbie. Bila ushirikiano wa wananchi, ulinzi hauwezekani. Hiyo bado ni kweli, sio kweli kabisa. Kwa hiyo tunao askari wetu hapa, Mheshimiwa DC yupo, mkuu wa mkoa yupo, lakini hatimaye ni nyie wenyewe mweze kulinda na kulindana. Eneo hili linaathiriwa sana na wafugaji. Wako wafugaji ambao ni wenyeji wa muda mrefu, kwa sababu hili shamba lilikuwa halitumiki muda mrefu. 2024 ndio limeanza kutumika. Lakini tuna changamoto kubwa Morogoro ya wavamizi ambao wanatoka maeneo mbalimbali, wakiona ardhi kama hii imekaa yenye rutuba ina majani, mtu analeta tu ng'ombe wake. Lakini hili jambo tunalimudu na halijatushinda. Baada ya kikao chako na baada ya maelekezo yako, sisi mkoa na wilaya kwa kushirikiana na TISEZA tutafanya kazi kubwa kuhakikisha tunazungumza na jamii yetu, na ndio maana viongozi wa vijiji wapo, na tutazungumza na hao wavamizi na hatua kali za kisheria kuchukuliwa ili kuhakikisha tunawalinda wawekezaji hawa. Haiwezekani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua nchi na wawekezaji wengi wanakuja katika maeneo yetu, sisi tushindwe kuwalinda. Kama serikali ya Morogoro tutahakikisha tunawalinda, kuwekea mazingira mazuri, mazingira wezeshi, na usalama kuwa namba moja katika maeneo yao. Hofu ya usalama ni jambo kubwa sana. Mwekezaji akiwa na hofu ya usalama anaweza asitimize yale matakwa, taifa litakosa fedha na vijana wetu watakosa ajira katika maeneo yetu. Mheshimiwa Waziri, mradi huu na matokeo haya tunayoyaona ni matokeo ya kazi yako. Mwaka 2024 mwezi wa 5
uliridhia tukasaini mikataba na wawekezaji hawa, na uwekezaji huu mkubwa unaotokea hapa, ningependa kukuomba ujisikie fahari na matokeo ambayo tunayaona hapa, na kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekupa kwenye masuala mazima ya uwekezaji, na matokeo ya imani hiyo ndio kazi hii tunayoiona hapa. Kwa hiyo Watanzania, katika kipindi hiki cha mfungo, tutakapokuwa tunaona sukari yetu haijapanda bei na tunakula futari kwa amani, ni kwa sababu ya jitihada na uwekezaji kama huu ambao Mheshimiwa Rais ameufanya, ameuvutia, lakini pia kwa kazi yako wewe ya kuruhusu, kuwezesha na kuwasaidia uwekezaji kama huu kufanyika. Tunafurahia uwekezaji huu na tuko tayari kuendelea kushirikiana na wawekezaji. Lakini jambo la pili ni kuhusu changamoto ambao wanazungumzia kuhusu mifugo. Ni kweli walipofika walikuta wafugaji wako maeneo haya, kwa sababu ni maeneo ambayo yameachwa kuendelezwa karibu zaidi ya miaka 50. Wako aina mbili wa wafugaji, wale ambao ni wenyeji na wavamizi. Kwa upande wangu, ombi maalum katika hili shamba lina zaidi ya hekta 60,000. Kwa sasa hivi wawekezaji wanawekeza hekta 30,000. Tungeangalia hawa wafugaji wageni wenyeji wakatiwe eneo maalum na kupelekwa huko ili kuto kubuguza na wafugaji. Lakini wale ambao ni wavamizi ambao sio wenyeji, basi tunaomba nguvu ya serikali kuhakikisha kwamba na wao wanaenda mahali husika walikotoka.